Kabla ya kufanya kipimo cha kupevuka au kukomaa kwa mayai, ni lazima ufuatilie mambo haya mawili peke yake. Jambo la kwanza, angalia hedhi yako inatokaje. Yaani angalia mtiririko wa hedhi. Hedhi inatoka ni ya mabonge mabonge, muda mwingine ni harufu, ni nyeusi, au inatoka ya kuvutika vutika kama mlenda, au kuna muda mwingine unaishia kupata tu matone matone, na kipindi kingine unachukua kuanzia miezi 3, 4 hadi 6 mfululizo bila kupata hedhi, na mwingine anakaa hadi mwaka mzima bila kupata hedhi, lakini mwaka unaofuata anajikuta anapata hedhi, na mbaya zaidi unakuta ipo kwenye matarajio ya ujauzito. Lakini pia angalia unapata ute wa uzazi. Hiki ndio kiashiria mojawapo kwamba ovulation yako au kupevuka kwa mayai kwako kunafanyika vizuri, na ndio maana itaambatana na hali ya kupata hisia za tendo la ndoa, itaambatana na hali ya kuongezeka kwa utaanza zile siku za ovulation, pia itaambatana na hali ya mwili kuongezeka joto ukiwa zile siku zako za ovulation. Kwa hiyo ukifuatilia mambo haya, ni mojawapo ya kiashiria kwamba uwezo wako wa kupevuka kwa mayai upo kwa kiwango kikubwa, na hizi ni zile dalili za awali ambazo huwa tunaweza kuanza kuzifuatilia. Na hii imetoka kwa wanawake ambao nilishia kuwasaidia kuondokana na hizo changamoto za kupevuka kwa mayai na wakafanikiwa kubeba ujauzito. Mojawapo ya dalili za awali walizozipata ni hizi nilizokuelezea hapa, na ndio maana napenda kusema kwamba nipo na wewe katika safari ya kuitwa mama.